Yesu, in Jesus mighty name. Nachukua nafasi hii kukaribisha ndugu zetu na dada zetu wakiwa Marekani, Uingereza, Israel, India, Qatar, Dubai na Uarabuni yote, kwa hata wanaotufuata Burundi na katika nchi yetu ya Kenya na katika kaunti yetu na mji wetu mzuri wa Kapsabet. Karibuni sana na kila mmoja aliye hapa. Bwana Mungu akubariki katika jina la Yesu. Inua mikono utotea ndugu zetu na dada zetu ambao wanaungana pamoja nasi katika ibada hii ya leo katika jina la Yesu. Let's sit in the wonderful presence of God. Nataka tuendelee na topiki yetu. Yesu alikuja kufanyika nini? Yesu alikuja kufanyika nini? Na ninataka tu nikukumbushe kwa ufupi ili ikaweze kukusaidia na ili tupate mahali ya kuanzia tukisonga mbele. Tumekuwa tukisema ya kwamba Yesu kwa yeye kujitoa kama dhabihu msalabani, kuna mambo ambayo alitekeleza. Number one, alilipia dhambi zetu, na kwa damu yake akatununua. Kwa damu yake akatununua, inaitwa tukakombolewa. Kukombolewa ni kununuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Alipotununua, tulipomwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, akatuhamisha, akatutoa kutoka kwa ufalme wa giza na akatuleta katika ufalme wa Mungu ambao ni ufalme wa mwana wa pendo lake. Alipotuleta katika ufalme wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba akatupea uzima wa milele. Hebu mtu aseme akatupea uzima wa milele. Hebu sema niliponunuliwa nikahamishwa kutoka kwa ufalme wa giza hadi katika ufalme wa Mungu. Nikapewa uzima wa milele. Ulipopewa uzima wa milele, ule uzima wa milele ndiyo nguvu iliyokufanya kufanyika mwana wa Mungu. Uzima wa milele ndiyo nguvu ambayo ilikufanya kufanyika mwana wa Mungu. Namba 2, uzima wa milele ukaweka ndani yetu asili yote ya Mungu. Na kwa hivyo kupitia asili yote ya Mungu, jinsi ambavyo tulikuwa tunaona siku ya Jumapili, Biblia inatuambia kwamba tumeletwa katika ukamilifu wa uzima. This is Colossians chapter 2 verse number 10, the Amplified Translation, ya kwamba tumeletwa katika the fullness of life. Tumeletwa katika kimo cha kiroho cha Kristo, ambako sasa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu katika utatu ule wamekamilika ndani yetu sisi ambao tunamwamini Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipe hiyo scripture, Colossians chapter number 2, tuanze pale. Verse number 10, Amplified Translation. Colossians chapter number 2. Enda pale kwa Biblia yako. Unajua wakichelewa hatuwezi kungojea. Colossians chapter number 2. Nipe Amplified Translation. AMPC. Jojina kuharakisha. AMPC. Okay. Na tafadhali wale ambao wako karibu na watoto, hakikisha kuna mtoto anacheza, anapiga kelele. Can we read together from the screen? 1, 2, 3. And you are in him, made full, and having come to fullness of life. In Christ you too are filled with the Godhead, Father, Son, and Holy Spirit, and reach full spiritual stature, and he is the head of all rule and authority, of every angelic principality and power. Somebody say amen to the word of God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inatuambia ya kwamba sisi tumo ndani yake ambaye ni Kristo, na ndani ya Kristo tumejazwa na tumeletwa katika ukamilifu wa uzima. Tumejazwa na kuletwa katika ukamilifu wa uzima. Ndani ya Kristo tumejawa na Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na huo Utatu Mtakatifu ambao umekamilika ndani yetu umetuleta katika ukamilifu wa kimo cha Kristo cha kiroho. Ilogeni say amen. Kwa njia nyingine sasa tunaweza sema tunapoambiwa kwamba unleash full spiritual stature, tunaweza sema sasa kile ambacho kimo ndani ya Kristo kimo ndani yake. Hebu inua mkono, sema kile ambacho kimo ndani ya Kristo. Sema kwa sauti, kile ambacho kimo ndani ya Kristo kimo ndani yangu. Are we together? Kile ambacho kimo ndani ya Kristo kimo ndani yako wewe unayemwamini Yesu. Na nataka nikwambie ya kwamba hiyo ndiyo sababu ya Yesu kuja ulimwenguni, ili ujazwe na uletwe katika kimo cha kiroho cha Kristo. Kwa sababu gani? Ili ukaweza kuishi maisha ya Kristo hapa duniani. Nataka nirudie tena, na kama unanisikiza nataka you note it down. Sababu ya Kristo kuja ulimwenguni ni ili wewe na mimi tunayemwamini Yesu tuletwe katika kimo cha Kristo cha kiroho. Kwa sababu gani? Ili tuweze kuishi maisha ya Kristo hapa duniani. Hebu mtu aseme, ili niweze kuishi maisha ya Kristo
hapa duniani. Nataka unisikilize vizuri, kwa sababu uelewa wako ndio unaditamani imani yako, ama ndio unaamua kuamini kwako. Are we together? Nataka ujue ya kwamba katika Kristo Yesu uko na kila kitu unachokihitaji. Hebu inua mkono, sema katika Kristo Yesu. Niko na kila kitu ninachokihitaji katika Kristo Yesu. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba kama mwana wa Mungu, as the son of God, because we are made to become the sons of God. Tulifanywa kufanyika wana wa Mungu. Hebu sema, tulifanywa kufanyika wana wa Mungu. Kama wana wa Mungu, sisi sio sawa na watu wa ulimwengu. That is very important. Ikiwa utashika hiyo ya kwamba kama mwana wa Mungu, wewe haufanani na watu wa ulimwengu. Wewe haufanani na watu wa ulimwengu. Kwa sababu gani? Watu wa ulimwengu hawana Mungu maishani mwao, hawajaletwa katika kimo cha kiroho cha Kristo. Okay, wacha niseme kitu ambacho itakusaidia. Moja ya shida ambayo tuko nayo na watu ambao wameokoka ni kujiona kana kwamba wako sawasawa na watu wa ulimwengu. That is one of the biggest problem ambao tuko nayo katika Ukristo. Ninaongea na mtu hapa, yaani sinaona kuna ndugu yako, dada yako, ama jirani ambaye hajaokoka, si ndio? Si uko na matina manko. One of your greatest problem ni kujiona ya kwamba wewe na wao uko sawa. Hapo ni swali, hamuko sawa, hamuko sawa, amufanani. Hata ikawa mwili unaokubeba na mwili unaowabeba, hata ikawa zinakaa kufanana, lakini kilichomo ndani yako na kilichomo ndani yao ni tofauti. Unajua, moja ya deception ya ambayo watu wanaoperate nao ni hii. Ya kwanza, many people believe what can be touched and felt is themselves. Watu wengi wanaamini kile ambacho kinaweza guswa. Kwa mfano sasa, venye nimesimama hapa, mnajua hamunioni, mnajua nini? Can I tell you the reality? Hamunioni. Ati amfanya nini? Hamunioni. Kwa sababu mimi sio kile unachoona. Mimi ni roho aliye na nafsi anayekaa katika mwili, ama anayebebwa na mwili, anayetumia mwili kusafiri hapa
Ninaongea na mtu hapa. So you cannot see me. You cannot see me. What you are seeing is not me. It is the body that carries me. Now, deception ile kubwa ni kufikiria ya kwamba wewe ndiye mwili ambao unaonekana. Hebu inua mkono, sema mimi si mwili ambao unaonekana. Mimi si mwili ambao unaonekana. Sema vizuri. Mimi si mwili ambao unaonekana. Sema tena. Mimi si mwili ambao unaonekana. Wewe ni nani? Mimi ni roho. Wewe ni roho aliye na nafsi anayekaa katika mwili. Kwani hata hujui? John chapter number 3. I believe it is verse number 6. Biblia inasema ya kwamba kilichozaliwa na roho ni roho. Kilichozaliwa na roho ni roho, na kilichozaliwa na mwili ni mwili. Hebu inua mkono, sema nimezaliwa na roho. Nimezaliwa na roho. Na kwa hivyo mimi ni roho. Na kwa hivyo mimi ni roho. Wengine hawasemi. Inua mkono na useme hivyo. Sema nimezaliwa na roho. Nimezaliwa na roho. Na kwa hivyo mimi ni roho. Mimi si mwili. Mimi ni roho. Mimi ni roho. Aliye na nafsi anayebebwa na mwili. Umenikamata? Hebu nisikilize. Unajua hii dunia, kwa nini Mungu amekupea hii mwili? Kwa sababu uko duniani. Unahitaji hii mwili, na hii mwili ni mchanga, uwapeleke kwa mchanga. Ile siku utatoka duniani hii, hautahitaji hii mwili. Ninaongea na mtu hapa. You will not require this body. Kwa hivyo this body is not you. This body you see is not me. Me am a spirit. I'm born of a spirit. Nimezaliwa na roho. Hebu tusome hii mstari. Tusome hii mstari. Wekeni kwa Kiswahili. Wekeni kwa Kiswahili. Itasaidia mtu hapa. Hebu tusome na pamoja. 1, 2, 3. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na roho ni roho. Lift your hand and say, I am a spirit. I am a spirit. Again. 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 Okay, sasa tukuje kwa reality. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Unajua hiyo ni kumaanishaje? Mwili hawezi zaa roho. Umeelewa? Hiyo ni kumaanisha kwamba wakati wewe hauko umemwamini Yesu, ulikuwa umezaliwa kwa mwili. Ulizaliwa na mwili, na kwa hivyo ukawa ni mwili. Na mwili hapa haimaanishi what can be seen, inamaanisha maisha ya udhaifu. Ulizaliwa ukiwa na udhaifu wote wa Adam ndani yako. Hebu sema nilipozaliwa katika mwili. Nilipozaliwa katika mwili. Na tunasema wengine sasa na ulikuja kanisa si utiti. Hebu sema nilipozaliwa katika mwili. Nilipozaliwa katika mwili. Nilizaliwa nikiwa nimejawa na udhaifu wote wa Adamu. Umenikamata? Hiyo ni kumaanisha, hebu unisikilize. Hiyo ni kumaanisha kwamba ulipozaliwa kimwili, kuwa mgonjwa si bahati mbaya. Kuwa mgonjwa ilikuwa ni kawaida yako kwa sababu ya udhaifu
nipe kwa Kiswahili. Nataka tuendanishe haraka na ufuate hii, itakusaidia. Kuna mtu atafunguliwa hapa. John 1 verse number 12 and verse number 13. Umefika hapa? Bwana Yesu asifiwe. Tusome kwa sauti. 1 2 3. Bali wote waliompokea aliwapa uweza wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Mstari wa 13. Mstari wa 13. Hao ambao waaminio walioliamini jina lake ni akina nani? 1 2 3. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Sikiliza, unajua kwamba sasa maana uko ndani ya Kristo. Katika Kristo maana unaishi ndani ya Kristo na Kristo anaishi ndani yako. Wewe unamwamini Yesu. Biblia inasema kwamba sasa wewe haukuzaliwa kwa damu wala hukuzaliwa kwa mapenzi ya mwili wala hukuzaliwa kwa mapenzi ya binadamu, lakini ulizaliwa na Mungu mwenyewe. Ulizaliwa na Mungu mwenyewe, na maandiko yanasema katika 2 Corinthians ya kwamba Mungu ni roho. Mungu ni roho. Hebu sema Mungu ni roho. So na kama ulizaliwa na Mungu na Mungu ni roho, wewe ni nini? Wewe ni roho. Hebu inua mkono, sema mimi ni roho. Again. 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 Unajua unamaanishaje wakati unasema wewe ni roho? Can I tell you? Unamaanisha ya kwamba all the weaknesses of the first Adam are not part of him now. Ninaongea na hapa. Udhaifu wote wa Adamu aliyefanya dhambi haumo ndani yako sasa katika Kristo Yesu. Udhaifu wote wa Adamu haumo ndani yako tena katika Kristo Yesu. Are we together? Wacha nikuonyeshe kilichotendeka na mambo ya Adamu, kwa sababu ulizaliwa kupitia Adamu na sasa wewe ni mwana wa Mungu. Give me 2 Corinthians 5:17 and verse number 18. 2 Corinthians chapter number 5, verses number 17 and verses number 18. Nipea katika tafsiri, nipeni kwa Kiswahili. Then mutanipea kwa Message translation. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tusome hii mstari pamoja. 1 2 3. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ngoja sasa. Tumesema kilichozaliwa na mwili ni nini? Mwili. Na kilichozaliwa na roho ni nini? Ni roho. Na tumediscover also pia ya kwamba wewe haukuzaliwa kwa damu, haukuzaliwa kwa mapenzi ya mwili, haukuzaliwa kwa mapenzi ya mwanadamu. Are we together? But you are born of God. Na sasa kwa sababu umezaliwa na Mungu, Biblia inasema ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa
mmekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. In other words, hebu niangalie vizuri, nikwambie kitu. Yule mtu ambaye ulikuwa naye, mtu ambaye alikuwa katika mfano wa Adamu, aliyekuwa katika mfano. Sikiza, ulipozaliwa na mama yako na baba yako, ulizaliwa kwa mfano wa Adamu. Tulizaliwa kwa mfano wa nini? Mfano wa Adamu. That is why mashida zote za Adamu lazima uzipitie, kwa sababu umezaliwa kwa mfano wa Adamu. Ninaongea na mtu hapa sasa. Katika kuzaliwa mara ya pili, nitakuonyesha kitu katika Romans chapter number 6. Hebu twende pale kwanza, twende katika Romans chapter 6 verse 1, na mnipe Message translation. Romans chapter number 6 beginning from verse 1, verse 2, 3 and 4. Baada tusome hiyo mistari michache hapa. Warumi 6 kuanzia mstari wa kwanza hadi tusome mstari wa 4. Nataka unisikame kitu hapa. Can we read together from the screen? 1, 2, 3. So what do we do? Keep on sinning so God can keep on forgiving. Verse number 2. I should hope not. Let's read together. I should hope not. If we left the country where sin is fulfilling, how can we still live in our old house there? Aya kwanza sasa nataka usikilize hapa. Nataka ukamate hapa. Biblia kulingana na Amplified Translation inakwambia ya kwamba mfano wa Adamu ni nchi na nyumba ya dhambi. Hebu inua mkono sema, sema mfano wa Adamu. Mfano wa Adamu. Wewe inua mkono wewe. Najua ninakuona na usifunge kichwa moja. Sikiliza hii kitu. Inua mkono sema mfano wa Adamu. Mfano wa Adamu ni nchi na nyumba ya dhambi, ambaye bwana wake ni Shetani. Aya, hujashika hivyo? Nimesema kwamba mfano wa Adamu, umbo na mfano wa Adamu ni nchi ya dhambi, ni nyumba ya dhambi, na bwana wa nyumba wa nchi hii na nyumba hii ni Shetani mwenyewe. Na Biblia inasema ya kwamba basi, ukisoma mstari wa kwanza na mstari wa pili, maana tuko ndani ya Kristo Yesu. Kristo Yesu ametupea matumaini ya maisha mapya. Sasa hatuwezi endelea kuishi katika nchi na kuishi katika nyumba ya dhambi ambaye bwana wake ni Shetani. Are we together? Come on, are we together? Can you give me verse number 3? Verse number 3. Let's read it together from the screen. 1, 2, 3. Or did you realize we packed up and left it there for good? Ngoja tusimame hapo kwanza. Yaani unaulizwa, yaani kwani haujatambua katika Kristo Yesu tulifunga milango na tukaondoka kwenye nchi ya dhambi na nyumba
nchi na nyumba. Sema kwa nchi ya dhambi. Kwa nchi ya dhambi. Kwa nyumba ya dhambi. Nyumba ya dhambi. Ambayo ni mfano. Ambayo ni mfano. Na umbo. Ya Adamu. Tulitolewa hapa milele. Unajua hii mstari inajaribu kukuambia namna gani? Inajaribu kukuambia ya kwamba ndani ya Kristo Yesu, now you have no connection with the first Adam. Yes. Thank you for those. Asante kwa hao wamekamata. Kuna wenye hawajashika kitu. Let me repeat again kwa ajili yao. Umeambiwa ya kwamba ndani ya Kristo Yesu, ndani ya Kristo Yesu. Sasa wewe hauna connection hata kidogo na umbo na mfano wa Adamu wa kwanza. Mkono sema katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Mkono sema katika Kristo Yesu. Sina connection yoyote na umbo na mfano wa Adamu wa kwanza. Sema katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Sina connection yoyote na umbo na mfano wa Adamu wa kwanza. Unaambiwa ya kwamba katika Kristo Yesu ulihama milele. Katika Kristo Yesu ulihama milele. Hebu mkono sema katika Kristo Yesu. Nilihama huko milele. Asema tena katika Kristo Yesu. Nilihama huko milele. Asili ya Adamu na umbo wa Adamu wa kwanza ambaye ni wa dhambi nilihamishwa huko milele kupitia Kristo Yesu. So I have no connection. I don't have my root in the first Adam. I don't have my root in the first Adam. And so what is in the first Adam cannot have its way in me unless I connect back with it. Nilihama milele. Hebu hivyo mkono sema nilihama milele. Nilihama milele. Hivyo mkono na useme kama mtu anaamini. Nilihama milele. Wapi nilihama milele? Umbo na mfano wa Adamu. Hivyo mkono sema nilihama milele. Nilihama milele. Ni wapi nilihama milele? Kwa nchi ya dhambi. Katika nchi ya dhambi, katika nyumba ya dhambi ambao ni umbo na mfano wa Adamu wa kwanza. Tulihamishwa milele. Our roots were destroyed. Mizizi yetu ilikatwa, iliangamizwa. Tuling'olewa milele. Na baadaye tunaendelea. Let's continue to see what happened. Others you know that in the Bible, that is what happened. Okay, let's read together. 1, 2, 3. Baptism. Sasa sikiliza. Unaambiwa ya kwamba hiki kitu ambacho kilitendeka katika ubatizo. Na unisikilize. Wakati Biblia inasema katika ubatizo, haimaanishi ile ambayo tunapeleka watu kwa mto ni ishara ya kile kilitendeka rohoni. Unanikamata? It is symbolic. It is symbolic. Inaonyesha kile kilitendeka cha kiroho ambacho kionekani na macho. Inaongea na mtu hapa. So unaambiwa this is what happened in baptism. So wakati ulibatizwa na kubatizwa hapa maana yake ni kumpokea Kristo, ni kumwamini Kristo. Kubatizwa hapa ni kumwamini Kristo. Hebu sema kumwamini Kristo. Kumwamini Kristo. Hebu ino mkono sema nilipomwamini Kristo. Nilipomwamini Kristo. Sema kwa sauti nilipomwamini Kristo. Nilipomwamini Kristo. Nilihama
mkono, sema ndani ya Kristo nilihamishwa milele. Simama kwa miguu yako, sema ndani ya Kristo nilihamishwa milele. Ndani ya Kristo nilihamishwa milele. Ndani ya Kristo ulihamishwa nini? Milele. Kwa mkono, sema ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo ulifanywa nini? Ulihamishwa milele. Ulihamishwa wapi milele? Sio ongea vile ulikuwa unasema kwa sauti, ndani ya Kristo. Kwa mkono, sema ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo nilihamishwa milele. Nilihamishwa milele. Kutoka wapi? Tena kutoka kwa nchi ya dhambi. Kutoka kwa nyumba ya dhambi ambayo ni umbo na mfano wa Adamu wa kwanza. Ulihamishwa huko milele. Hebu inua mkono, sema nilihamishwa huko milele. Nilihamishwa huko milele. Sema tena, nilihamishwa huko milele. Again, nilihamishwa huko milele. Ulipokuwa huko, Bwana wako alikuwa ni Shetani, lakini ulihamishwa huko, ulitolewa chini ya utawala wake, ukaletwa kwa nchi nyingine. Tutaiona hapo chini tukiteremka chini, ukaletwa kwa nchi nyingine. So hiyo sasa basi, ukisoma verse 1 mpaka sasa hapa tumefika, unaambiwa ya kwamba sasa, that is why you have no right to sin. Hauna haki ya kufanya dhambi. Kwa sababu gani? Kile ambacho hufanya watu wafanye dhambi hakimo ndani yako. Nani ameshika hii? Hebu inua mkono, sema kile ambacho kinafanya watu wafanye dhambi katika Kristo Yesu hakimo ndani yako. Umenikamata? That is why wewe hufai kufanya dhambi, kwa sababu kinachofanya, unaambiwa kwamba kinachofanya wengine wafanye dhambi sasa hakimo ndani yako, maana kilitolewa, kilikufa ndani yako. It is no more there. Umenielewa? Kama kwa mfano, wacha nitumie mfano, kama kwa mfano suya, kiroboto inaweza kuwa kwa nguo yako, inaweza kukuuma, si ni ukweli? Lakini kiroboto hiki kikikufa na kitolewe kitupwe, kitaendelea kukuuma. Kwa nini? Hata kikiendelea kukaa hapo penye kilikuwa kinakuuma, lakini kimekufa, utaendelea kusikia uchungu. Kwa sababu gani? Hakina uwezo wa kukuuma. Uwezo wa kiroboto uliangamizwa na kifo, si ndio? Ndani ya Kristo Yesu, mtu wa kale ambaye ni umbo na asili ya Adamu wa kwanza iliangamizwa, na ulihamishwa kutoka hapo na ukapelekwa nchi mpya na nyumba mpya katika jina la Yesu. Hebu keti chini nikuonyeshe kitu. Let's read. Tumesema hapa ubatizo ni wokovu. Hebu sema ubatizo ni wokovu. Sema vizuri. Haya, sasa tusome when we went under the water. 1, 2, 3. When we went under the water, we left the old country of sin behind. Let's continue to read. When we came out of the water, we entered into the new country of grace, a new life in a new land. That's what baptism into the life of Jesus means. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. I said somebody shout hallelujah.
kwenye dhambi, kwa sababu Romans 3:23 inasema for all have sinned and have fallen short of the glory of God. Kwa sababu Mungu alipomuumba Adamu aliweka wanadamu wote ndani yake. So wakati Adamu alifanya dhambi, watu wote walifanya dhambi, kwa sababu wote walikuwa ndani yake. Kuna mtu ameshika hapa? Alafu Romans chapter number 5 kuzungumzia kuhusu Adamu wa pili. Warumi 5 nazungumzia kuhusu Adamu wa pili, ambao Biblia inasema ya kwamba huyu Adamu wa pili, 2 Corinthians 5:21, ya kwamba hata ingawa hakutenda dhambi, lakini alikubali kufanyika sadaka ya dhambi. Ninaongea na mtu hapa, ninaenda sasa nisikilize kile Adamu wa pili alifanya, ambaye ni Yesu. Alikuja akaingia kwa viatu yako, akakubali kuchukua dhambi zako akajiwekelea. Hakufanya dhambi, lakini akahesabiwa dhambi kwa sababu ya dhambi zako alizojiwekelea. Kwa hivyo ni kumaanisha wakati Yesu alipokufa msalabani katika ulimwengu wa kiroho, alipokufa tulikufa. Yes. Hebu inua mkono, sema wakati Yesu alikufa nilikufa. Wakati Yesu alikufa. Si useme vizuri. Wakati Yesu alikufa. Na hivyo ndivyo Biblia imekwambia ya kwamba wakati ubatizo tulipoingizwa katika maji, kilichotendeka ni kwamba we left that country. Kwa sababu asili na umbo wa Adamu wa kwanza zilikufa. Alafu Biblia inasema tulipotolewa kwa maji. Hebu inua mkono, sema tulipotolewa kwa maji. Tulipotolewa kwa maji. Sema tena tulipotolewa kwa maji. Tulipotolewa kwa maji. Sema tena tulipotolewa kwa maji. Tulipotolewa kwa maji. Let's read from the word. 1, 2, 3. We entered into the new country of grace, a new life in a new life. Hallelujah. I say hallelujah. Amen. Tulipotolewa hivi kwenye maji, what happened? Katika ulimwengu wa kiroho, immediately we entered into a new country. Na hii nchi mpya, Biblia inasema tuliingizwa katika maisha mapya na katika nchi mpya. Sema, inua mkono, sema tulipotolewa kwenye maji. Okay, inua mkono, sema tulipoingizwa kwenye maji, katika ubatizo tulihamishwa milele kutoka kwa nchi na nyumba ya dhambi. Na tulipotolewa kwa maji tuliingizwa katika maisha mapya na katika nchi mpya. Oh, haleluya! Tuliingizwa kwa maisha mpya na katika nchi mpya. Maisha mpya na katika nchi mpya. Hivyo ni kumaanishaje? Uliingizwa katika maisha mapya. Maisha haya ni maisha gani? Maisha ya ukamilifu wa kiroho wa Kristo, mahali ambapo the disadvantages ambazo ulikuwa nazo katika Adamu wa kwanza, those disadvantages, they are not there forever. They are no more in you. 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 Umenikamata? Nisikilize, waje nitumie mfano mbaya, lakini ni mfano mzuri ambao utaanza sana. Kiangalia vizuri.
wakati kijana anaenda kutahiri, kuna ile ngozi ambayo mkato, si ndio? Na nataka nikuulize, inakatagwa na bado inabaki hapo? Si niongee sasa, hiyo hamjui. Bwana Yesu asifiwe. Nauliza, inakatagwa? Hata wamama wanajua. Nauliza, inakatwa na bado inabaki hapo? Ilipokatwa ilifanywa nini? Uliwekewa kwa friji, unaweza kuja kuiangalia next week. Okay, nongeza oye, nauliza. Okay, wacha tuzungumze na wazazi hawa, asimu tukomewe hapa. Kijana akipelekwa kutairishwa na akatwa, si ndio? Hiyo mwili ambayo imekatwa, imeondolewa, imekuwa detached na mwili mwingine wake, inapeleka kwa wapi? Ongea kwa sauti, ongeza. Ati inatupwa. Okay, kwa nini inatupwa? Yaani, kwa nini ilitupwa? Haina maana. Na ilipokatwa ilikufa. Ilikufa, maana uzima wa chochote iko katika connection na hicho kitu. So immediately it was cut, it died. It did what? Died. Come on, it did what? Died. It died. Na kwa sababu sasa imekufa, dawa yake ni kutupa kwa takataka yote. Imekufa, haina maana. Hata tukiweka kwa friji haina maana. Ninaongea na mtu hapa. Hata tuweze peleka kwa soko tuuze shilingi 5. Hatuwezi. Haiwezi kutusaidia. Ni kitu useless. Ni kitu not valuable. Ninaongea na mtu hapa. Sasa unaambiwa sasa. Nasikiza. Unajua maandiko yanasema ya kwamba sasa sisi tumetahirishwa na hatujatahirishwa kimwili, tumetahirishwa na Kristo. Tumetahirishwa, we undergo the circumcision of Christ. Na huyu sema nimepitia nini kwa Kiswahili? Circumcision, kutahirishwa kwa Kristo. Na huyu mkono sema nimetahirishwa na Kristo. Again. In other words, siku hiyo ulipokiri Yesu kama Bwana na Mwokozi, wakati sasa nataka ujione uko katika operation table, hospitalini kwa dieta. Roho Mtakatifu akaua asili yote na umbo wote wa Adamu ya kwanza. He killed it by doing what? By circumcising it. He cut it off. Akaikata ikakufa yote, na akaichukua akaitupia mwenyewe ambaye ni Shetani. Ninaongea na mtu hapa. Kama ninaongea na mtu hapa. Sasa kabla upitie katika circumcision ya Kristo, ninaongea na mtu hapa. Uko na right ya kuwa mgonjwa. In fact, unafaa ustuke ya kwamba hujakuwa mgonjwa. Hujashika, hujaelewa. Ukiwa haujafanyika kiumbe kipya na hujakuwa mgonjwa, inafaa ustuke ya kwamba umekaa bila kuwa mgonjwa. Inafaa ustuke
ukikuwa na utajiri inafaa ikustue, kwa sababu it is abnormal. It is what? Wewe wakati ulikuwa nje ya Yesu, kuwa mgonjwa ilikuwa ni kawaida, lakini ulipotahirishwa na kutahirishwa kwa Kristo, ile asili na umbo wa dhambi ambayo ndio mlango wa shetani wa kuingiza magonjwa, ambao ndio mlango wa shetani wa kuingiza umaskini, ambao ndio mlango wa shetani wa kuingiza rejection, failure, premature death and all what have you. Am I communicating? Ambao ndio mlango wa shetani wa kuingiza dhambi. Mlango ule ulifungwa wakati ulitahirishwa na kutahirishwa katika Kristo Yesu. Na sasa unaambiwa ya kwamba ulipotolewa kwenye maji, inaongoza sema nilipotolewa kwenye maji. Angalia kwa hajainua, inaongoza sema tena nilipotolewa kwenye maji. Niliingizwa katika nchi mpya, nchi ya neema, maisha mpya, nchi mpya, maisha mpya, nchi mpya. Uliingizwa katika a new country. We entered into the new country of grace. Hebu unasema we entered. Somebody say in Christ Jesus I live in a new country. God is the grace of God. Hallelujah. That is why nisikilize. Kama hutaki kuchemushwa na katika sehemu sufuria moja inayochemusha Wakenya wengine, jua ya kwamba though physically you are in Kenya, but spiritually you are not in Kenya. Yes. Physically you are in Kenya, but spiritually you are not in Kenya. Spiritually, which is your real country, nchi yako halisi. Hebu inua mkono sema nchi yangu halisi. Nchi yangu halisi inaitwa neema. Maisha mapya, nchi mpya. Umenikamata? Nchi yako halisi inaitwa neema. Nchi yako halisi inaitwa neema. Kwa hivyo ukuambia ya kwamba katika Kristo Yesu uliingizwa katika nchi mpya. Mkono sema katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu niliingizwa kwa nchi mpya. Sema tena katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu niliingizwa. Uliingizwa wapi? Nchi mpya. Inaitwa nini? Neema. Nauliza uliingizwa wapi? Uliingizwa kaburi? Uliingizwa Kenya? Uliingizwa Amerika? Uliingizwa wapi? Nchi mpya. Kwenye nchi mpya iitwayo neema. Yes. Uliingizwa kwenye nchi mpya iitwayo neema. Na kwa nisikilize nikusaidie. Kwa sababu wewe si mwili aliye na roho ndani, wewe ni roho anabebwa na mwili. There's a very big difference. Hebu sema mimi si mwili aliye na roho. Mimi si mwili aliye na roho. Sema tena. Mimi si mwili aliye na roho. Wewe ni nini? Roho. Wewe ni nani? Roho anabeba na mwili. Wewe ni nani? Roho anabeba na mwili. Wewe ni roho anayebebwa na mwili. So mimi ya kwamba sikiliza, hii mwili ambayo inakubeba iko na
Kenya. Atiko na connection na nini? But the living of the spirit man has connection with the new country. The grace of God. I said the grace of God. The grace of God. Mimi na unisikilize na ndio tulianza kwa kusema kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na roho ni roho. Sasa wewe una kimwili uko katika Kenya, lakini rohoni uko katika nchi mpya inayoitwa Neema. Na katika hii nchi mpya inayoitwa Neema kuna maisha mapya. A new life in a new life. Can somebody say read from the word up? 1, 2, 3. Okay, let's read again. 1, 2, 3. A new life in a new life. Again. A new life in a new life. Again. A new life. Again. A new life. Lift up your hand and say, in Christ Jesus. In Christ Jesus. I am in a new life. I am in a new life. I have a new life. And I live in a new life. In Christ Jesus. I have a new life. And I live in a new life. In the name of Jesus. Well, this new life, Jesus is the King. Jesus is the Lord. The Father is our God. Mnanikamata? Na kwa hivyo, what was in the old country is not in the new country. Inua mkono sema kilicho mambo yaliyo katika nchi mzee. Can we lead up to the one country, to the one country of sin behind? Let's begin from the top. All 1, 2, 3. All did you realize we packed up and left there for good? Ati ulitoka huko kwa siku ngapi? Nauliza, ulitoka huko kwa siku ngapi? Unajua hii mstari ninakwambiaje? Uliachana na dhambi milele. Na kwa sababu ulifunguliwa na dhambi milele. Ndio mkono sema nilifunguliwa na dhambi milele. Nilifunguliwa na dhambi milele. Sema tena. Nilifunguliwa na dhambi milele. Hiyo ni Kiswahili nzuri. Kutoka kwa dhambi. Okay, ndio mkono sema nilifunguliwa kutoka kwa dhambi milele. Nilifunguliwa kutoka kwa dhambi milele. Again. Nilifunguliwa kutoka kwa dhambi milele. Basi kama ulifunguliwa, nani anaamini ya kwamba the word of God is true? Do you believe that the word of God is true? Yes. Sasa unaambiwa basi ulifunguliwa kutoka kwa dhambi milele. Unaona vile ulifunguliwa kutoka kwa dhambi milele. Ndivyo ulifunguliwa kutoka kwa consequence ya dhambi milele. Na consequence ya dhambi ni mara mbili. Kuna eternal damnation. Hiyo ndio ile nyinyi mnajua. Ya kwamba hutatupwa kwa ziwa la moto pamoja na Shetani. Hiyo ndio unaijua. But there is the other consequence of sin. Number 1. Poverty is a consequence of sin. Unanikamata? Shame is a consequence of sin. Reproach is a consequence of sin. Rejection is a consequence of sin. Premature death is a consequence of sin. Failure is a consequence of sin. Depression and stress, they are consequences of sin. So, nisikilize sasa. Jinsi ambavyo ulifunguliwa kutoka kwa dhambi milele,
ndivyo ambavyo sasa, na unisikilize, hata ukikaa tu hivi, ugojei hata kama tarumbeta imezalia hivi, ugojei utatupwa kwa ziwa la moto na pamoja na Shetani. Hivyo masio hivyo. Katika Kristo Yesu kama umeokoka, unagojeaga kutupwa kwa jehanamu? No. Unagojeaga kutupwa kwa ziwa la moto? Na kwa nini? Kwa sababu ulifunguliwa kutoka kwa hiyo kifungo milele. Hebu inua mkono sema, ni katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu. Nilifunguliwa kutoka kwa kifungo cha motoni milele. Haya, inua mkono sema, jinsi ambavyo nilifunguliwa kutoka kwa kifungo cha moto kwa ajili ya dhambi, nilifunguliwa milele. Vivyo hivyo ndivyo nilifunguliwa milele kutoka kwa umaskini, ndivyo nilifunguliwa milele kutoka kwa magonjwa na maradhi, ndivyo nilifunguliwa milele kutoka kwa shame, kutoka kwa reproach, ndivyo nilifunguliwa milele kutoka kwa aibu, kutoka kwa rejection, kutoka kwa failure, kutoka kwa premature death. Nilifunguliwa milele. Hebu inua mkono sema, nilifunguliwa milele. Nilifunguliwa milele. Sema tena, nilifunguliwa milele. Nilifunguliwa milele. Inua mkono sema, katika jina la Yesu, mimi si mtumwa wa dhambi. Nilifunguliwa milele. Nilifunguliwa milele. Mimi si mtumwa wa Shetani. Nilifunguliwa milele. Hebu inua mkono sema, nilifunguliwa milele kutoka kwa vitu vyote vililetwa, zilizalishwa na dhambi ulimwenguni. Ulifunguliwa milele. Inua mkono sema, nimefunguliwa milele. Sasa unaongea mimi wewe usikii, mimi ninaweka uzito isijirie na wewe. Inua mkono sema, nilifunguliwa milele. Watu hapa Daudi mtumaji itoke kwa tumbo. Hebu Daudi sema, nilifunguliwa milele. Okay, kila mtu sema, nilifunguliwa milele. Nilifunguliwa milele. Aya, si ati unafunguliwa. Katika Kristo Yesu ulifunguliwa. Katika Kristo Yesu ulifunguliwa. Katika Kristo Yesu ulifunguliwa. Unanikamata? Sasa swali ni hili, ikiwa ulifunguliwa, kwa nini basi hivi vitu vionekane machani mwako? Can I tell you? Come on, can I tell you? Number one, maana Mungu wake ulifunguliwa. Hizi vitu zinaonekana maishani mwako, maana Mungu wake ya kwamba ulifunguliwa kutoka kwa hiyo vitu. Unaona our brother here. Wakati nataka nikuulize tu swali. Wakati jaji alifanya na akasema hatujaona evidence ya kutosha ya kufunga maisha, you are a free man. Ni nini ilikuja kwa akili yako? How did you receive those news? Ulirukaruka ama uliendelea kusimama hivi? Ati unaweza fail, karibu ufail. Imagine, na unajua, you know he's talking the truth. Unaambiwa tumekuweka huko, anakuja kutembea. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua ndio unakutaka uko hospitali unapepetwa hapo na mnyonyi. Wamekuwekea mnyonyi kwa sababu maji haiwezi kupita kwa mdomo, unawekewa mnyonyi nyingine ipitie kwa mkono. Unapepetwa pale. Unafanya nini? Unazimia.
umezimia. But let me tell you something. Because you have known the truth, reject to be oppressed by the devil. Kataa kabisa. Kataa kabisa. Number 2, refuse to be afraid of the doings of the devil. Kataa kuogopa mavitu za shetani. Kwa sababu gani? Najua mimi wakati mwingine nikiomba hapa ninakuwa na mawazo mingi nikiomba hapa. For instance, unaona kama kabaya kanaingia kwa kanisa kanatembelea. Imagine ninaomba na ninakakanyana na ninaendelea kuomba. Na najambia na sihesabiki kama ninakakanyana. Sijui kama unanipata vile nimesema. Nimekaua na sihesabiki nini? Sihesabiki dhambi. This is what I'm trying to tell you. Don't fear sickness. It has no power over you. Lift your hand and say, I will not fear sickness and disease. It has no power over me. Again? I will not fear sickness and disease. It has no power. Nikukumbushe, nilikwambia shetani anatumiaga weapons mbili. Ukanimemba. Nilikwambia 2 main weapons. Zile main, kuna nyingi anatumia, but the 2 main weapons ambazo anatumia. Number 1, thank you. Tukatea makofi. Number 2, atumesemaje kaka? Deception. Tukatea makofi. Asante Yesu. Nilikuwa na wanafunzi wawili kwa hiyo darasa ya hiyo Jumapili. Sikufanya kazi ya bure. The devil uses 2 main weapons. Weapon number 1 is fear. That is why katika 1 Peter chapter number 5, the devil moves as a roaring lion. Shetani anatembea kama simba agumayo. Sio simba lakini anajifanya simba. Kama umeshaiona hizi vitu zinaitwa plank. Zinaitwa nini? Plank. Kiumbwa kidoli ya chuma. Wanaangalia huko ikiwa imelala. Wanakuja wanaweka hiyo doli ya chui hapo kwa kando ya huko. Alafu wanafanya huko ifanye nini? Umbwa inaangalia hivi, inaona hivi. Inaanza kuvunjika miguu ikifanya nini? Uone vile inataka. Umeshaiona plank, watu nyoka ya plastic. Mtu anatembea hivi, mtu anatembea, alafu nyoka ya plastic inafanya nini? Inarushwa tena. You know, watu wengi hata wakitua ni ya plastic, bado watavunjika wakitoka. Hata wakitua. Kwa sababu akili inamwambia na hii kitu inaweza kuwa. Si ni nyoka. Now, sikiza. The first weapon of the devil is fear. Somebody say fear. Fear. Again. Fear. Again. Fear. Again. Fear. 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 Anything you fear, you cannot conquer it. Chochote unaogopa hauwezi kukitawala. Okay, the opposite is true. Chochote unaogopa kitakutawala. Andika hivyo. Chochote unaogopa kitakutawala. Chochote unachokiogopa kitakutawala. Unaogopa kuwa maskini. Umaskini itakutawala.
Nakuja jirani yako mwambie, ukiogopa kuwa maskini, umaskini utakutawala. Sikiliza, unaona watu wengine wako hapa, wangekuwa mbali sana. Kuna mwingine mpaka alipewa idea na Mungu, lakini huwezi kuifanyisha kazi kwa sababu unaogopa, na nikianzisha na nianguke. Basi sasa hiyo imani ya kuanguka imekufunga hapo miaka yote. Saa hii ungekuwa milionea. Kuna mtu bado unabebwa na motorbike za watu. Naongea na mtu hapa, na wakati hakuna motorbike za watu, unagonga kama mguu, unatembea mpaka mguu inajiandika majina, na saa hii ungefaa uende kazi. Saa hii tukiongea na wewe, in fact ungefaa gari yako iwe hapo hivi, lakini angalia haiko. You yielded to fear. If you have and say, I refuse to fear. I refuse to fear. Again. I refuse to fear. Again. I refuse to fear.